IGP atoa kauli wapolaji majambazi wamedhibitiwa na jeshi la polisi. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema matukio ujambazi, upolaji na makundi kama panyalodi, vishandu na tatumzuka yamedhibitiwa kwa kiasi kikubwa tangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aingie madarakani, kutokana na rais kuliwezesha jeshi la polisi kufanya kazi kwa weledi na kwa ufanisi. IGP Camillus Wambura amesema jijini Dar es Salaam mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan wakati wa kufunga kozi kwa maafisa wakaguzi wa polisi 954, ambapo amesema uhalifu umedhibitiwa kutokana na jeshi la polisi kupewa magari na pikipiki za kutosha, pamoja na kupeleka askari kwenye mafunzo nchini Marekani, India, Urusi, China na Uturuki na nchi nyingine, na pia kuongezekana kwa maslahi ya polisi na polisi kupandishwa vyeo. IGP ameendelea kusema kuwa Mheshimiwa Rais, naomba kwa ridhaa yako ni kusimulia hadithi yako nzuri katika suala la usalama. Mheshimiwa Rais, ulipoingia madarakani mwaka 2021 kulikuwa na matukio mengi sana ya kihalifu. Suala la usalama alikuwa zuri sana kama tunavyoliona ile. Mheshimiwa Rais, itakumbuka mwaka 1994 mabasi yalizuiwa kutembea usiku. Wapolaji walikuwa ni wengi sana. Oktoba 1 mwaka 2023 chini ya uongozi wako Mheshimiwa Rais, ulitolea ruhusa magari haya kutembea usiku. Mpaka leo hii magari yanaendelea kutembea usiku na hatujaona tukio lolote la unyang'anyi wa watu. Matukio haya yalikamata maeneo makubwa kama vile Kagera na Kigoma, na ikafika mahali ndani ya mabasi yao yaliwekwa askari wanasindikiza wanapoporwa watu ili waweze kuwasaidia. Mheshimiwa Bashungwa anatingisha kichwa kwa sababu huenda naye ameshawahi kuporwa akiwa kwenye mabasi hayo maeneo ya Arusha, Singida, Sekenke. Usingeweza kupitwa bila kuporwa, lakini tangu serikali yako imeruhusu hakuna tukio la upolaji limetokea. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema matukio ujambazi, upolaji na makundi kama vile panyalodi, vishandu na tatumzuka hii yamedhibitiwa kwa kiasi kikubwa tangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aingie madarakani, kutokana na rais kuliwezesha jeshi la polisi kufanya kazi yake kwa weledi na kwa ufanisi. Masaji wateuliwa kuwa jaji mkuu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua jaji wa mahakama ya rufani George Mcheche Masaju kuwa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania, akichukua nafasi ya Profesa Ibrahim Hamisi Juma ambaye amestaafu. Uapisho wa jaji mkuu utafanyika Juni 15 mwaka 2025 Ikulu Chamwino, Dodoma, kuanzia saa 4 asubuhi. Itakumbukwa Aprili 20 mwaka 2023 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alimteua jaji George Masaju kuwa mshauri wa rais masuala ya sheria, advisor to the president legal affair. Wakati huo jaji Masaju alikuwa ni jaji wa mahakama kuu kanda ya Dodoma. Baadaye Januari 10 mwaka 2025 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akafanya uteuzi wa majaji wa mahakama ya rufani wanne, akiwemo jaji George Mcheche Masaju ambaye kabla uteuzi huo alikuwa jaji wa mahakama kuu na mshauri wa rais kisheria. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua jaji wa mahakama ya rufani George Mcheche Masaju wa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania, akichukua nafasi ya Profesa Ibrahim Hamisi Juma ambaye amestaafu. Deni la serikali lafikia trilioni 107.7. Waziri wa Fedha Daktari Mwigulu Nchemba amewasilisha bajeti kuu ya serikali bungeni jijini Dodoma, na amesema hadi kufikia Aprili mwaka 2025 deni la serikali limefikia shilingi trilioni 107.70, huku akisisitiza kuwa hali ya deni bado ni himilivu kwa mujibu wa tathmini ya kitaalamu iliyofanyika Oktoba mwaka 2024, ambapo inaonyesha viashiria vya uimara wa uchumi wa taifa katika kipindi cha muda mfupi, kipindi cha muda wa kati na muda mrefu. Hadi Aprili mwaka 2025 deni la serikali lilikuwa shilingi trilioni 107.70. Kati ya kiasi hicho, deni la nje ni shilingi trilioni 72.94 na deni la ndani ni shilingi 34.76. Mwigulu Lameck Nchemba ameendelea kusema kuwa tathmini ya uhimilivu wa deni uliofanyika mwaka 2024 umeonyesha kuwa deni ni himilivu katika kipindi cha muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu.
Katika tathmini hiyo, viashiria vinaonyesha kuwa kwa mwaka 2024-2025 thamani ya sasa ya deni la serikali kwa pato la taifa ni 40.3%. Ikilinganishwa na ukomo wa 55%, thamani ya sasa ya deni la nje kwa pato la taifa ni 23.6% ikilinganishwa na ukomo wa 40% wa thamani ya sasa ya deni la nje kwa mauzo ya nje ni 123.8% ikilinganishwa na ukomo wa 180%. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye waziri wa fedha Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amewasilisha bajeti kuu ya serikali bungeni jijini Dodoma, na amesema hadi kufikia Aprili mwaka 2025 deni la serikali limefikia shilingi trilioni 107.70, huku akisisitiza kuwa hali ya deni hilo bado ni himilivu kwa mujibu wa tathmini za kitaalamu iliyofanyika Oktoba mwaka 2024, ambayo imeonyesha viashiria vya uimara wa uchumi wa taifa katika kipindi cha muda mfupi, katika kipindi cha muda wa kati na katika kipindi cha muda mrefu. Chadema zuia kufanya shughuli za siasa hadi Juni 24. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimezuiwa kwa siku 14 kufanya shughuli zozote zile za kichama na Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam. Zuio hilo linatokana na kesi yenye nambari 8323 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Zanzibar, Saidi Issa, na wenzake wawili, ambayo imetolewa uamuzi na Jaji Amidu Mwanga. Uamuzi umetolewa huko Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ikikosa mwakilishi wa kisheria baada ya wakili Jebla Kambole aliyekuwa akisimamia kesi hiyo kujitoa kabla kutolewa uamuzi, akidai kutosikilizwa kwa hoja zao. Hatua ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuzuiwa kufanya shughuli hizo inatokana na maombi yaliyowasilishwa mahakamani hapo na jopo la mawakili wa walalamikaji ya kwamba liwekwe zuio hadi kesi ya msingi itapoanza kusikilizwa Juni 24 mwaka 2025. Mbali na Mohamed, wengine makamu mwenyekiti mstaafu wa chama hicho Ahmed Rashid Hamis na Murida Anakom waliojitambulisha kuwa wajumbe wa bodi ya wadhamini. Katika kesi ya madai yenye nambari 8323 ya mwaka 2025, wadai waliomba mahakama hiyo itamke na kuamuru amri ya kutamka kuwa wadai hiyo wamekiuka sheria zinazohusiana na vyama vya siasa na katiba ya chama hicho. Wamechukua hatua hiyo na kuomba mahakama iamuru kutamka hivyo, wakidai wamekuwa na mgawanyo usio sawa wa mali za chama na rasilimali za kifedha kati ya Tanzania Zanzibar na Tanzania bara. Pia wanadai kuwa ubaguzi wa kidini na kijinsia pamoja na kutoa maoni ya malalamiko yaliyo na nia ya kuvuruga muungano kati ya pande mbili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimezuiwa kwa siku 14 kufanya shughuli zozote zile za kichama na Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo jijini Dar es Salaam. IGP atoa kauli, tumejipanga ili uchaguzi uwe na amani. Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha linalinda amani na utulivu wa nchi kabla, wakati na baada ya uchaguzi, kwamba alitovumilia yoyote atakayevuruga amani ya nchi. IGP Camillus Wambura amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akishiriki sherehe za kufunga kozi ya maafisa wakaguzi wa jeshi la polisi. IGP ameendelea kusema kuwa sote tunatambua kuwa mwaka 2025 nchi yetu inatarajia kufanya uchaguzi mkuu. Jeshi la polisi limejipanga vyema kuhakikisha uchaguzi huu unafanyika kwa amani na utulivu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, tunakuahidi nchi hii ni salama, ina amani. Jeshi hili alipo tayari kuvumilia yeyote atakayeleta uvunjifu wa amani kwa sababu yoyote ile. Tuna wivu mkubwa na amani yetu na tutalinda amani na utulivu wa nchi hii ya Tanzania kipindi chote kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha linalinda amani na utulivu wa nchi hii kabla, wakati na baada ya uchaguzi,
na kwamba alitavumilia yoyote atakayevuruga amani ya nchi.